Tumekuona wakati ukicheza Hassan Al Jadidi pale Morocco. Ulikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatupa sura tofauti sana. Wachezaji wengi ambao walienda kwenye mataifa hayo hawakuweza kufanya vizuri kiasi kile. Ni kiasi ya kwamba mpaka timu yako ikaja kukupa tuzo ya mchezaji bora kama watu watakuwa nakumbuka vizuri. Lakini ilikuwa ni kitu cha kustua sana. Msuva huyu ambaye kacheza ligi ya Tanzania. Watanzania hasa kwa wachezaji unaweza kuwaambia nini? Morocco pale kuna mwalimu yuko pale ambaye katoka katika timu ya madaraja ya chini kabisa. Una ujumbe gani kutoka kwa mwalimu lakini kwa wachezaji wengine jinsi ambavyo umeweza kufanikiwa kwenye mashindano, timu ngumu, ligi ngumu, lakini akachipuka Msuva? Kwanza mimi ninaweza kusema kucheza nje sio rahisi watu kama wanavyofikiria, lakini pia ni rahisi ni wewe mwenyewe jinsi gani utakavyojiweka. Lakini kwa upande wa kwangu mimi nilivyocheza Difa Hassan Jadidi, kweli ulivyosema kuna baadhi ya zawadi niliweza kupata, kuna tuzo za timu niliweza kuzipata, lakini pia kumbuka na mimi pia nilikuwa ni forena wa kwanza kuweza kufikisha goli 39. Nafikiri hiyo kumbukumbu unaweza kawa una. Yaani forena wa kwanza ambaye nimecheza miaka mitatu nikiwa Jadida, nimefikisha goli 39. Kwa mpaka sasa hivi hakuna mchezaji ambaye ameweza kuvunja ile rekodi yangu kwa Morocco. Baada hapo ndo nikaenda Wydad, lakini mimi naweza nikasema wachezaji wana nafasi. Kuna nafasi. Sasa hivi ukiangalia pia mwalimu yupo kule, ipo timu kubwa Wydad. Na ukiangalia timu iliyotoka huku haina ukubwa, lakini timu iliyoenda na ukubwa. Kwa hiyo yuko kwenye under pressure. Mimi nilishakutana naye mwalimu timu ya taifa, niliongea naye na akaniambia, na mimi nikampa kila kitu cha pale jinsi kilivyo. Nikamwambia tabia zao, jinsi walivyo, jinsi gani kuishi nao. Amesema kweli kuna baadhi ya vitu nimeviona wakati nafika. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu hatoniangusha mimi na hatowaangusha Watanzania, hatoiangusha familia yake. Na mimi natapambana kwa changamoto ambazo tulizokuwa napitia. Nimemwambia wewe endelea kupambana nazo. Kuishi na Waarabu sio rahisi hivyo. Kwa sababu uko pale kwa sababu ya kazi. Wewe fuata kazi yako, hayo mengine ambayo yanaendelea nje utaki kudili nayo. Ukisema udili nayo huwezi kucheza. Lazima utaomba tukurudi kwa matatizo ambayo wako nayo. Sio makubwa hivyo, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo ni binadamu na wao. Kwa hiyo kikubwa tu mwalimu yuko pale apambane, na pia na wish pia nimuone kuna mashindano makubwa ambayo Aziz Ki ameenda naye amesajiliwa juzi. Kwa hiyo itamsaidia yeye na itaisaidia familia yake na Tanzania kwa ujumla. Umegusa sehemu nzuri sana. Kuna tetesi pia zinamhusisha Mzize kwamba huenda kaenda Misri, Zamalek na maeneo mengine, lakini Zamalek ni mazingira ambayo tunazungumzia kaskazini. Kwa upande wako endapo kama bahati wataipata, ni mtazamo wako upi kwa Mzize ili kuweza kufanya vizuri kwenye mashindano haya? Ametoka kwenye klabu ambayo umetoka wewe, picha unaifahamu ya ligi ya kaskazini na vitu kama hivyo. Mimi nafikiri sio Mzize tu, yani natamani wachezaji wengine tofauti, ila kwa sababu mmegusia Mzize, na hata Mzize pia mimi pia nakutana naye pia timu ya taifa huwa naongea naye. Na mimi napenda wachezaji wengi wakija timu ya taifa wakikutana na kama mimi, wakikutana na Samata, wakikutana na Emidi, wanajitahidi kuongea na sisi vizuri, wanataka kujua kwamba mlifikaje hapa, wanauliza kiukweli, yani nisiwe muongo, wanauliza. Na Mzize ana nafasi kubwa. Ana nafasi kubwa, timu yetu amefanya vizuri Tanzania. Mimi kwangu mimi kwa upande wangu nasema inatosha kwa Mzize. Hata kama viongozi wangu wananisikia, Mzize anatakiwa tu sasa hivi akapate changamoto nyingine nje. Yani ana uwezo wa kucheza sehemu yoyote. Ana power, strength, yani kila kitu anacho yule. Mimi naamini akienda kucheza atabadilika zaidi ya vile alivyokuwa. Anaweza akajiona yuko sawa hapa kwa sababu kishamaliza. Sasa anatakiwa aende akapate changamoto nyingine ambayo itamjenga zaidi ya vile.